BMP TV Professional Update. Waendeleaje ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, mara tena says the Mr. Orange yuko kwenye mic, tunazidi kuwakilisha vyema kabisa uwanja wa BMP TV Online, tukikuletea update kede ambazo zinakufanya kufahamu taarifa kuhusu ulimwengu huu wa sasa pamoja na BMP TV Online. Na leo tutaangazia duniani mzima, hususan Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na huko Israel pamoja na Iran. Na huu ni muktasari wa habari. Bukavu, Katana, Kabamba, Goma, Mbake hadi Kigali, wekeni tahadhari kubwa, vita vinakuja. Huko ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hivyo tukijielekeza moja kwa moja huko Israel pamoja na Iran, ambao bado nako kuna msongamano mkubwa ambao unazidi kuendelea wa kivita. Kwa nini Israel hairuhusu Iran kuwa na silaha za nyuklia? Hiyo ni mmoja wapo ya vitu ambavyo utakaovizungumzia hii leo ndugu mtazamaji wa BMP TV Online. Kuwa nasi mwanzo hadi mwisho ili kufahamu mambo makubwa ambayo yanazidi kuja kwa undani zaidi, na kila wakati ili uwe wa kwanza kupata update zetu kabisa, tafadhali like pia subscribe, na hivyo utakomentisha zaidi, kwa sababu kulike kwako na kuna kufanya kila wakati kupata update zetu, pia kusubscribe na pia kucomment, kwa sababu tunafahamu nini tufanye na nini tusifanye, kwa sababu kupitia wewe tunaweza. Na hivyo twende sambamba na hii habari kamili. Tukio la dharura linatarajiwa kuanzia mji wa Bukavu hadi Kigali huko Rwanda, kwa mujibu wa taarifa ambazo tunazipokea sasa. Hali ya mambo inaweza kuwa tete katika maeneo yafuatayo: Bukavu, Katana, Kabambe, Goma, Mbake hadi Kigali. Wananchi wote katika maeneo haya wanaombwa kujiandaa mapema, kuwa makini na kufuatilia matangazo rasmi kupitia vyombo vya habari vinavyoaminika. Mamlaka husika zimetakia kuchukua tahadhari zote muhimu na kuhakikisha usalama wa raia. Hiyo ni maneno mojawapo ya wazalendo ambao tunadhidi kunukuu maneno yao ikielekea masasi yatatoka sana, hakuna mchezo tena. Hiyo ni kauli moja wapo kubwa ambao wazalendo wamezidi kuikazia kabisa kwa ukubwa zaidi, kwa sababu wamesema kuwa M23 wamezidi kuzoea na kwa fujo zao za kila wakati na kujiita kuwa wao ni wakombozi. Basi tunazidi kuja hadi huko Bukavu ambako mko, na hivyo wametoa tutamko kuwa kwa miji hiyo ambayo iliyotajwa hapo juu, Bukavu, Katana, Kabamba, Goma, Mbake hadi Kigali, wajaribu kujitayarisha wanajamii wa hapo, kwa sababu vita ni vikali ambavyo vinakuja, kwa sababu siku zote ukimchekea adui hata kupanda mpaka kichwani. Kwa hiyo wazalendo wametoa onyo kubwa kwa wakazi wa huko na kuahidi kuingia mpaka Kigali, na hivyo vita imeamrishwa sasa hivi, na wao wameamua kabisa kuvaa sura ya kazi mpaka adui arudi kwao. Na ndugu mtazamaji, endelea kuwa nasi kwa update hizi za kila wakati, kwa sababu pale tu ambako tunapata update kama na hizi tunaamua kuja kukujuza, kwa sababu wazalendo sasa hivi hawana mchezo kabisa na mambo kama na haya. Na Mungu anatuamuria na mababu zinaturuhusu sasa tulibere ile peple yetu yeko kule. Mvuma EPLTC inacheza kabumbu Katana. Depuis juzi tunapika pale na tunarekipere masira. Yeye inaongozewa na commandant secteur Tapis Rouge na maître Accent Ombeni. Alors, kwa hii EPLTC kuna wika huku mu territoire ya Walungu, tuko na imani kama msiku kidogo tuko na kanyaka Bukavu. Adui Kagame, ujitayarishi. Tuko tunakuya kule. Tutafete na wewe mafete zimwa pale kwako, sababu turose tro, na tunakwambia kila match yenye iko na ale inakuwa na retour, tunaingia kwa retour. Majeshi mko tayari? Ndio. Mpiga Kagame? Ndio. Mko tayari tupiga Mnyarwanda? Ndio. Kwa hiyo moja kwa moja tujielekeze huko Israel pamoja na Iraq, ambako kwa nini Israel hairuhusu Iran kuwa na silaha za nyuklia? Kabla ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ya mwaka 1979, Israel na Iran zilikuwa na uhusiano mzuri na wa kimkakati. Iran chini ya Mohammad Reza Pahlavi ilikuwa mshirika muhimu wa Marekani na Israel katika kudumisha utulivu Mashariki ya Kati. Hata hivyo, mapinduzi ya Kiislamu yaliyomleta
Ayatollah madarakani yalibadilisha kabisa sera ya nje ya Iran. Serikali mpya ilipitisha itikadi ya kupinga uzayuni na kuitambua Israeli kama taifa haramu ya kizayuni lililochipua katika ardhi ya Kiislamu. Kuanzia hapo Israeli ilianza kuonekana kama adui namba moja na mzozo wa Palestina ukawa kiini cha sera ya kigeni ya Iran. Mashambulizi ya Israeli kwenda Iran wiki hii imeongezeka mvuto kati ya mataifa hayo ukifikia kilele chake, huku msingi mkuu wa uhasama huu ukiwa ni mpango wa nyuklia wa Iran. Iran inasema Israel itajuta ilichokifanya. Licha ya Iran kusisitiza kuwa mpango wake ni kwa malengo ya amani na nishati, Israel inauona kama tishio la moja kwa moja na la kimaisha, ikichukua hatua kali kuhakikisha Tehran haimilikiwi silaha za nyuklia. Swali la msingi linabaki ni kwa nini Israel ina msimamo mkali kiasi hiki dhidi ya uwezekano wa Iran kuwa na uwezo wa nyuklia wa kijeshi. Hatari kwa uhai wa Israel. Israel inasema imeanzisha mashambulizi Iran ili kujilinda. Iran ina mpango wake wa nyuklia inaosema kwamba ni kwa madhumuni ya amani. Iran inasisitiza kuwa haitafuti kutengeneza silaha za nyuklia, lakini nchi nyingi za shirika la kimataifa la kudhibiti nyuklia, shirika la kimataifa nishati ya atomiki IAEA haziamini. Hata Israeli pia haiamini kuhusu mpango huo. Israeli inauona mpango wa nyuklia wa Iran kama tishio la moja kwa moja kwa uhai wake. Kauli za viongozi wa Iran hasa baada ya mapinduzi ya Kiislamu ya 1979 zimekuwa zikihimiza kuharibiwa kwa Israel. Licha ya kauli hizi mara nyingi kutafsiriwa kwa njia tofauti, huko Israeli zinachukuliwa kwa uzito mkubwa, hasa kutokana na historia ya Wayahudi ya mauaji ya halaiki. Hofu ni kwamba ikiwa Iran itamiliki silaha za nyuklia, itakuwa na uwezo wa kutekeleza vitisho hivyo na hivyo kuhatarisha uwepo wa taifa la Israeli. Kwa Israeli suala hili ni la kisiasa tu, bali ni la kimaisha. Uhasama wa kidini na kiitikadi. Tofauti za kiitikadi na kidini zinachochea uhasama huu. Serikali ya Iran inayofuata Uislamu wa Kishia imepita kauli za mara kwa mara zenye uhasama mkubwa dhidi ya Israel, ikiita taifa la kizayuni haramu. Viongozi wa Iran mara nyingi wameahidi kuifuta Israel kutoka ramani ya dunia, ingawa baadhi ya wanachukulia hizi kama kauli za kisiasa tu. Huko Israel, kauli hizi zinachukuliwa kama jambo linalodhihirisha nia halisi ya kuangamiza. Jambo hili linajenga mazingira ya kutokuaminiana kabisa na kuimarisha imani ya Israel kwamba mpango wa nyuklia wa Iran una lengo la kijeshi dhidi yake. Ushawishi wa kikanda. Vikosi vya Hezbollah nchini Lebanon, Hamas na Islamic Jihad huko Gaza na Houthi vinaungwa mkono na Iran. Iran imejenga mtandao mpana wa vikundi shirikishi katika Mashariki ya Kati, vikiwemo Hezbollah nchini Lebanon, Hamas na Islamic Jihad huko Gaza na Houthi nchi Yemen. Vikundi hivi vinavyopokea msaada wa kijeshi na kifedha kutoka Iran vinapingana vikali na Israeli na vimehusika katika mashambulizi mbalimbali dhidi yake. Israeli inaona vikundi hivi kama mikono ya Iran inayotumika kuhatarisha usalama wake kutoka pande mbalimbali. Israeli inapinga vikali ushawishi huu, ukiona vikundi hivi kama vitishio vya moja kwa moja kwenye mipaka yake. Hali hii imesababisha Israeli kufanya mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya maeneo yanayohusishwa na Iran na Hezbollah nchini Syria na Lebanon. Uwezekano wa Iran kuwa na silaha za nyuklia wakati ikiendelea kuunga mkono vikundi hivi unazidisha hofu ya Israel ya kutokea kwa mzozo mpana zaidi na hatari zaidi.
hofu ya kuenea kwa silaha za nyuklia. Israeli ina wasiwasi mkubwa kwamba ikiwa Iran itamiliki silaha za nyuklia, itasababisha mataifa mengi katika eneo hilo kama vile Saudi Arabia na Misri pia kujaribu kutengeneza silaha zao za nyuklia ili kusawazisha nguvu. Hali hii inaweza kupelekea mbio za silaha za nyuklia katika eneo lenye utulivu mdogo na kuongeza hatari ya kutokea kwa vita vya nyuklia. Israeli inafuata sera isiyo rasmi ya ukweli wa nyuklia ambapo haidhibitishi wala kukanusha kuwepo kwa silaha zake za nyuklia, lakini inasisitiza kuwa haitakubali taifa lingine lolote katika eneo hilo kumiliki silaha hizo. Ukosefu wa imani na ukaguzi wa mpango wa nyuklia. Magavana wa bodi ya shirika la kimataifa la nishati ya atomiki walikataliwa kufanya ukaguzi wiki hii Iran licha ya makubaliano ya nyuklia ya 2015 JCPOA ambayo yalilenga kupunguza mpango wa nyuklia wa Iran kwa kubadilishana na kuregeza vikwazo. Israel iliendelea kutoamini nia halisi ya Iran. Kujiondoa kwa Marekani kutoka makubaliano haya kulichochea Iran kuanzisha tena shughuli zake za kurutubisha urani na kurudisha kiwango cha hofu. Ripoti za shirika la kimataifa la nishati ya atomic zimeonyesha changamoto katika ukaguzi wa maeneo fulani ya nyuklia ya Iran, na hivyo kuongeza shaka ya Israel kuhusu uwazi wa mpango huo wa Israel. Udhibiti kamili na ukaguzi usiokuwa na vikwazo ni muhimu. Kwa ujumla, msingi wa msimamo wa Israel dhidi ya Iran kuwa na silaha za nyuklia unatokana na hofu ya kuwepo uhasama wa kiitikadi na kauli za vitisho, ushawishi wa Iran kupitia vikundi shirikishi, hofu ya kuenea kwa silaha za nyuklia katika eneo tete na ukosefu wa imani katika nia halisi za mpango wa nyuklia wa Iran. Hili si swala la kawaida la usalama, bali ni la kuwepo kwake kama taifa. Ndiyo maana Israel imekuwa ikitumia kila njia kuanzia diplomasia hadi operesheni za kijasusi na mashambulizi ya kijeshi kuzuia kile kinachokiona kama tishio kubwa zaidi la karne hii. Na huu ndo mwisho wa update hii, ndo mtazamaji wa BMP TV Online. Ulikuwa nami Mr. Orange, tunazidi kuwakilisha vyema kabisa kwa yote haya ambayo yanazidi kuendelea katika dunia hii ya sasa pamoja na BMP TV Online. Na hivyo usisahau kusubscribe, like pia na comment, na hivyo utakomentisha zaidi kwa sababu comment yako inatufanya kufahamu nini tufanye na nini tusifanye. Kuwa nasi mwanzo hadi mwisho, na hivyo utakuwa kabisa umetisha zaidi. Instagram, TikTok pamoja na Facebook, hata pia WhatsApp kote tupo. Jaribu kufollow page zetu na hivyo utakomentisha zaidi. Asante. BMP TV Professional Update.